Bila shaka ndio hivyo, awamu hiyo ya ukumbi wa siasa tumeng'oa nanga, nami Elizabeth Mutuku kama ilivyo ada, tukiangazia masuala ambayo yanahusiana na siasa, masuala ambayo yanahusiana na sera za siasa na sera za serikali kwa pamoja. Na siku hii ya leo tutakuwa tukiangazia cheche za kazi majuu, nikizungumza moja kwa moja na Daktari Alfred Mutua ambaye ni waziri wa leba. Karibu sana studioni. Umekuwa ni muda kabla ufike huko? Imekuwa muda kidogo na nilifika wakati ulikuwa station yenyu ilikuwa kule upande Parklands. Karibu sana. Naona umehamia hapa, naona fedha zimeongezeka, naona maridadi. Umesema unanawiri vizuri. Umekuja congratulations. Asante sana. Vizuri sana. Na sisi tumefurahi kuwa nawe siku hii ya leo. Na bila shaka tunakupa nafasi kuwasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, X, kote kule unatupata na maswali kuhusiana na mradi huu. Tupo ange kuhakikisha kwamba tunakujibu. Na mradi wa serikali wa kuwapeleka Wakenya ughaibuni unaofahamika kama kazi majuu umeibua lalama na pia umeibua kwa masuala ya kusifiwa kwa baadhi ya Wakenya ambao wamefaidika na mradi huu, wakati ambapo waziri wa leba Daktari Alfred Mutua anasema kwamba baadhi ya viongozi wameamua kuwa binafsi na kuingiza siasa katika mradi wenyewe. Lakini haya yanajiri kukiwemo na lalama kutoka kwa baadhi ya wananchi kuhusiana na kulagaiwa na swala kuhusiana na kandarasi zenyewe, kuhusiana na mataifa ambayo wanaelekea. Ni baadhi ya yale ambayo yamekuwa akichunguzwa na kamati ya leba katika bunge la Seneti, na alifika mbele ya kamati hiyo kujibu maswali mawili matatu, na hii leo moja kwa moja atakuwa akitujibu ndani ya studio hii, ndani ya ukumbi wa siasa. Nitaanza kwa kuuliza mradi wenyewe wa kazi majuu umewapeleka kama Wakenya wangapi katika mataifa hayo? Watu wengi wameenda. Unajua, walianza kwenda safari wakati mpango ulipoanza, wakati siku wa leba. Shida ilipokuwa ni kwamba kulikuwa na wale wanaenda kwa mpango wa serikali vizuri, wanajiandikisha, agents wanafanya kitu vizuri, wanajiandikisha pale, tuna rekodi. Na kuna wale wengine walikuwa wanaenda kwa njia ya kisirisiri. Unakuta mtu pengine ametafuta kazi online, amejitafutia kazi, na wasikia wengine wamepotelea kule mama kwa washida, hata tufahamu wamefika kule, kwa sababu wameenda wengi, wameenda maelfu ya watu wengi. Jambo la muhimu ni hili. Katika nchi yetu ya Kenya, wale watu wanaotoka shule wako tayari kuingia kwenye ajira ni kama 1,000,000 kwa kila mwaka. Ile kazi ambayo tuko nayo katika hali yetu katika nchi yetu ya Kenya, serikali na viwanda vingine, ni 200,000, 250,000. Kwa hivyo tuna watu zaidi ya 750 elfu ambao hawana ajira. Kwa hivyo tukaangalia serikali mipangilio ya kazi mara 4. Kuna kazi kwa ground, ndio unaona kama unaona rais wetu hivi leo amefanya kazi nzuri sana, watu wamepata ufunguo wa kuingia kazi zile nyumba ambazo zilikuwa zikijengwa za housing, affordable housing. Watu walikuwa wanafikiri ni wimbo, sasa wameona ni ukweli, na sio nyumba za matajiri, nyumba za wale ambao wako chini. Wakati William Ruto alikuwa anasema kwamba watoto wa maskini na tajiri watakaa meza moja, ni kwa sababu kazi kama hizi. Kwa hivyo kazi ya ujenzi, ya contract na nini, hiyo ni kazi kwa ground. Kuna kazi ambayo tunaifanya hapa, kazi ambayo tunaifanya ya kawaida, kazi kwa ground. Alafu kuna kazi mtandaoni, ambapo sasa tunataka kila kijiji, kila ward, kila constituency iwe na ICT connection. Unaenda pale, una login, unaangalia kazi ya ng'ambo, unafanya kazi. Wakati wengine wamelala pale, pengine wanafanyia kazi kwa sababu ukiwa mchana, ama wengine wameamka, unawafanyia kazi usiku na mchana. Kazi mtandao. Kuna vijana wanatengeneza pesa. Alafu pia kuna kazi baharini. Tunatoa seafarers. Unafanya pale kwa cruise ship, unafanya kazi kama kule kuvua samaki kwa zile meli kubwa kubwa. Alafu kuna kazi majuu. Kazi majuu ni kutoka hapa unaenda ng'ambo, unapata kazi katika nchi zingine ambazo zinataka uje hapa. Unajua, nikimalizia, katika nchi ulimwengu wetu kuna nchi ambazo zina kazi na hawana watu wa kufanya kazi. Na kuna nchi kama Kenya, kuna watu wa kufanya kazi lakini hawana kazi. Umeona? Kwa hivyo zile nchi ambazo zina watu, zina kazi lakini hazina watu wa kufanya kazi, ndio wanataka tuwapeleke Wakenya wafanye hapo. Na hii ni jambo ambalo nimekuwa tukifanya, na jambo ambalo mimi nafurahia sana kwa Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kuwatafutia vijana wetu kazi. Wakati mwingine ulitangaza kazi hizi haswa katika taifa la Germany, na baadaye ukapokea baadhi ya Wakenya kukukosoa pamoja na baadhi ya Wakenya ambao wapo katika mataifa hayo. Na nikawa nikifikiria pia kuna wale ambao walifanya interviews katika awamu ya pili na kufikia sasa bado hawajakwenda. Ni kipi ambacho kinatendeka? Unajua, wengi wameenda, by the way. Wacha kusikia wale wajenda. Unajua, acha nikwambie. Unafanya interview, unapita. Alafu unafanya medical,
Wakati mwingine unapatikana uko na magonjwa ambayo pengine hawataki, hiyo nchi hazitaki uende na huo ugonjwa. Kwa hivyo hujasafiri. Unaambiwa uweze safiri, pengine kuna health, kuna nini, unarudishiwa kama kuna pesa ulikuwa umelipa. Wakati mwingine unakuta kwamba kwa mfano kuna hivi juzi tu nilikuwa nimeambiwa na kampuni fulani ya kwamba niliwapigia simu kwa sababu mbona watu hawajafika. Wakasema ule mradi tulikuwa tunajenga, walikuwa wanajenga nafikiri hoteli kubwa na hospitali kubwa. Huo mradi umechelewa. Kulikuwa na shida kidogo katika nchi ya kumaliza kazi, haujamalizika. Kwa hivyo huwezi kuja uwe dereva kwa kazi ambayo haijaanza. Huwezi kuja ufanye hospitality kwa hoteli ambayo hujafunguliwa. Wakaniambia nipe miezi 2-3 hivi, waambiwa watulie tu, watakuja kazini. Kwa hivyo kuna baadhi ya wale ambao kila mwezi, kila wiki kuna watu wanasafiri. Wanasafiri 20, 50, 100, 150. Watu wanaendelea kusafiri. Wale ambao waliofuzu na wahakikishia katika runinga hii ya TV47 watapata nafasi. Watasafiri. Kuna swala la nimwambia watu kwamba kama umeona umechoka, unajua unaweza amua kwamba utaka kusafiri kwa sababu pengine kwa mfano umemkuta msichana, wewe ni kijana, umemwangalia, roho yako imerukaruka, umesema basi huyu nikimwacha ataenda na fisi wengine, nataka wewe mke wangu, unasema mimi wacha hata hiyo nafasi ya kazi ikae, mimi nakaa hapa na mrembo. Ama wewe ni mrembo, umepata jamaa, umeona huyu jamaa ni mzuri, nataka kuoe, utaki kumwacha hapa, unataka uolewe kwanza, unasema siendi ng'ambo, ama umepata kazi nyingine hapa nyumbani ambayo ni nzuri zaidi, ukasema hiyo kazi ya ng'ambo sitaki kwenda, lakini ulikuwa umelipa hela. Nikasema kwamba kama ukibadilisha maoni yako, ni haki yako kusema utaka kusafiri. Nenda kwa yule ambaye ulimlipa pesa akurejeshie pesa zako. Lakini ujue kwamba kutakuwa na ile charge ya processing. Si alikuwa ametumia wakati wake, stima yake, si ndio? Ametumia ujuzi wake, amekufanya processing, amekupeleka ukafanya fingerprinting, alikupeleka ukafanya medical care, ukatolewa damu, hiyo syringe lazima ilipiwe, si ndio? Ukapigwa x-ray ya kifua, hiyo x-ray sio bure. Umeona? Sasa hiyo cost itatolewa, yeye atatoa profit, atatoa tu cost. Endapo ulikuwa umelipa 60,000 utarejeshewa baada ya kutoa hizo pesa. Unatoa hizo, unarudishiwa pesa zako. Na kama utaki kurejeshewa pesa, unasubiri upelekwe kazi. Wakati ambapo ulikuwa mbele ya bunge la Seneti, seneta maalum Gloria Oroba alikuwa ameibua maswali ya ulaghai kwa watu zaidi ya 300 katika taifa hili na ambalo walipitia katika mradi huo wa kutafuta kazi majuu. Na wengi wanauliza endapo alioibua ni ya kweli, na wewe kama waziri. Huyu ilikuwa fitina tupu. Huyu alikuwa anaropokwa tu. Hakuwa anajua kila anaongea. Alioibua yako kwa ya kweli. Manake nilikuwa katika hiyo kamati. Anaropokwa kabisa. Uongo mtupu. Unaweza kusema huyo na sitaki mimi huwa kawaida sitaki kuwataja watu. Ana shida zake mwenyewe. Amefutuliwa kule mahali alikuwa UDA, wamesema wamtaki kwa sababu wameona yeye ni mtu ambaye hafai kuwa kiongozi katika nchi yetu ya Kenya. Hafai. Kuna watu wengi kama ni wanawake tunataka wamehitimu kama wewe, kama wengine hapa. Kuna wengi wa siasa, wengi wasio kwa siasa wanaohitimu, people who are capable. Unajua we need to have a standard. That was a low standard. Kwa hivyo ilikuwa fitina, ilikuwa ni mambo ambayo mtu anaropokwa ovyo ovyo, and you actually causing panic and disorganization to people, and watu wanasafiri. Utakuta kwa mfano katika hiyo mkutano ambao ulikuwepo, utakuta kwamba kijana mmoja alisema ya kwamba yeye amekuwa akiwapeleka watu ng'ambo. Kila wiki watu wanaenda ng'ambo. Huyo mama akamwambia sitaki upeleke watu hao wangu kutoka eneo langu, usiwapeleke. Sitaki wapeleke, warejeshie pesa. Akawarejeshia pesa. Watu 36 wakabakia hapa hawana kazi. Unajua ile pesa inarudishwa ni kama shilingi 10,000. Unamrudishia mtu alikuwa amepata shilingi 10,000 peke yake ya kufanya medical, unamrudishia pesa yake na unawapeleka wale ambao wanataka kwenda. Wewe umeachwa hapa na huyo mama ambaye anakupiga kelele, hakupatii kazi, hauna kazi, hauna nini. Unajua wengi sasa wanakuja wanalialia. Wanasema tafadhali sahau huyo mama, ananiharibia maisha yangu, anaropokwa ovyo ovyo, wacha niende. Kwa hivyo nataka kuhakikishia Wakenya kwamba mpango huu tulio nao ni mpango ambao ni mzuri. Wakati niliingia katika wizara hii nilikuta kwamba kuna ukora sana. Cartels wengi walikuwa wanafanya mambo ya kichini chini.
Mimi nikaanza kusafisha, naendelea kusafisha. Unakuta watu wanalipishwa pesa nyingi, nikasema hapana, tupunguze. Hii inaenda wapi? Kuwe na breakdown kabisa. Mtu akienda atafanya nini? Mimi nikaenda nikamwambia rais wetu, tafadhali tuongezee youth fund hela. Akakubali. Tukaangalia ni wapi pengine, tukaongea na waziri wa mambo ya SMEs, tukasema tunaweza tumia Uwezo Fund, ndio tunaangalia vile tutumie, kwa sababu mimi nataka watu wasafiri. Watu wana pesa ya kulipa hizi tikiti. Mtu anakuambia ulipie tikiti 50,000, 60,000, ulipie sijui nini hizi attestation ya documents that have to go to the embassy. Unakuta kwamba ile bill ya kufanya tu paperwork, essential paperwork, si ati pesa unampatia mtu, ni essential paperwork. Muhuri inapigwa hapo, unalipia, unaenda pale, muhuri inapigwa hapa, muhuri inapigwa hapa, official business. Unakuta inakuja 160, 170. Huyo mtu hata ukimwambia kupatia 500 hana. Unaona? Kwa hivyo nikasema wacha nitafute njia ndio ule mtoto wa maskini, mtoto wa tajiri uweze kukaa meza moja, uweze kujitafutia haki yao, tuweze serikali inawalipia. Ukifika kule kila mwisho wa mwezi unalipa kidogo kidogo, unamaliza huo mkopo, mwingine anapewa hizo pesa, anajihudumu, anajistahimili. Wakati ambapo watu wetu wanatoka katika taifa hili la Kenya kwenda katika mataifa hayo ya ughaibuni kupata ajira, wanajua katika contracts zao wanakwenda kufanya kazi gani? Kabisa. Watakuwa wakikatwa pesa ngapi katika kila mwezi ili kulipia baadhi ya yale ambayo ama kugharamikia gharama ambayo ilitumika humu nchini? Wanajua kabisa. Kabla uende hakuna secrecy. Hakuna secrecy. Unajua kazi ni hii, mshahara utakuwa ni huu, medical insurance itakuwa ni hii, kila kitu. Offer letter inakuwa ni kila kitu. Na kabla usaini offer letter, unapaswa kwenda nao nyumbani, umuonyeshe mzazi, umuonyeshe ndugu yako, uonyeshe wengine waseme hii si nzuri. Unaangalia offer letter, kama unaipenda, unasaini. Unasema ni kazi ni hii, unajua mshahara. Ukiondoka hapo, na vijana wanajua. Nilikuwa pale na vijana wengine ambao wamepata kazi ya kwenda Sharjah kama madereva wa taxi. Sasa unaambiwa kwamba utapata basic salary, unaambiwa ni dola, unaambiwa ni riyad 800. Unafanya hiyo na 35, unasema 28,000. Wakaniambia hapana, mimi hii kazi sitaki. Hiyo offer letter. Lakini hawako wamesoma hapo chini, ikasema hiyo ni ile basic salary. Usifanye ufanye. Hiyo ni basic. Lakini ni kazi ya commission. Unalipwa so much. Walipoonyeshwa vile commission inaenda, wakajikuta ya kwamba ule wa chini atakuwa anapata 2,800 dirhams a month. Hiyo ukimultiply anapata shilingi 100,000. Na ni tax free. Walipishi ushuru na wanakupatia hiki na hiki. Kwa hivyo vijana sasa hawaiki kidole hivi, wanaangalia, wako rada, wanaangalia. Na mimi nimwambia, wewe soma, angalia, uliza maswali, usikubali kwenda kufanya kazi ambayo haujakubali kufanya. Wakati ambapo unalizungumzia lile, inanikumbusha kwamba watu walio katika mataifa hayo, ikiwemo Middle East ambapo ndipo tumepeleka watu wengi katika kazi hizo za kazi majuu, wengi wa Wakenya wengi unapata wametaabika, wengine wamekufa kule. A case study ni wiki 2 zilizopita, mwanamke mmoja aliletwa akiwa amefariki dunia, na ni kitu ambacho wengi wanataka kujua mazingira ambayo wanakwenda kufanyia kazi, na pia wale ambao wanateseka katika mataifa hilo. Kama wizara yako mnafanya? Unajua jambo ambalo linatatanisha ni hili. Nimeenda Saudi Arabia, nimeenda Qatar, nimeenda UAE, nimeenda Ujerumani, nimeenda nchi nyingi katika hali ya kuangalia hali ya kazi. Ukweli ni kwamba utakuta kule Saudi Arabia ama Dubai ama Qatar, utakuta kuna wafanyikazi wengi wanafanya kazi kama waandishi wa habari wa Kenya, wanafanya kazi kama wahudumu kwa hospitali, wanafanya kazi kama security guards, wanafanya kazi kama accountants kwa benki ama finance officers, wanafanya kazi kwa mahoteli. Ukienda mahoteli yote unakuta ni Wakenya wanafanya kazi huko, reception, managers, wanapika, wapishi. Nilienda kule nikakuta nilikuwa Saudi Arabia, nikakuta vijana wote ndio Wakenya, ndio waiters huko, wanafanya kazi nzuri. Unakuta wanafanya agriculture work. Utakuta ya kwamba katika hizi sekta zote zingine hizo zote hausikii Mkenya yuko na shida. Shida iko kwa sekta moja tu ya utumishi wa nyumbani. Umeona? Kwa hivyo nimechunguza nikaona ya kwamba Wakenya walio wengi wako kwa sekta tofauti. Wakenya wachache wako kwa sekta ya ufanyaji wa kazi ya nyumbani. Hiyo ndio inaleta utatanishi. Ukisikia Mkenya amefariki, ukisikia Mkenya amesijia anasema ameteswa, nyumbani. Na hilo limenipa, ni jambo ambalo nafikiria, jambo ambalo nimeambia baraza la mawaziri ya kwamba
jambo ambalo nitalete cabinet paper tuweze kudiscuss, tujue iko vipi. Ni kazi ambayo nimeongea kwa muda na wale wanaofanya kazi kule, my counterparts wakiwa kule Saudi na nchi zingine. Pia nimeongea na balozi hapa. Ni jambo ambalo tunaendelea kushughulikia, tujue ni kwa nini sekta hii peke yake. Wakenya wengine wako sawa, lakini walio katika sekta hii peke yake. Nimesikia shida kidogo katika sekta ya ujenzi kidogo, lakini ukifuatilia unakuta kwamba ni ile shida unaita shida ya kawaida ya mjengo. Kuna shida ya kawaida ya mjengo. Unakuta watu pengine wamefanya kazi vibaya, ama wameiba chuma, ama wamefanya nini, mnafutwa nyinyi wote, mnaambiwa endeni, unaelewa? Kuna hizo shida kidogo hizo. Lakini nimekuta pia kuna tabia pia ya watu kuingia, hasa hizi kazi za nyumbani. Mtu anaingia hiyo kazi kwa nyumba moja, baada ya mwezi mmoja, mwezi mbili, wengine wanatoroka, wanaenda kufanya kazi ya barabarani. Sitaki kuitaja, kwa sababu hapo unapata pesa zaidi. Wakiwa kule unaugua. Ukiugua, ukienda hospitali, lazima watakuuliza wapi cheti cha medical insurance ambao ulipewa na yule aliyekuandika. Na kwa sababu ulitoroka, hiyo cheti cannot work anymore. Na wataka kwenda kule kwa sababu utaonekana uliotoroka, utakamatwa, utibiwe, alafu urudishwe nyumbani. Na wanasema bado wanamjengea mama nyumba, hawataka kurudishwa nyumbani kabla hajamaliza hiyo mpango wao. Unaona? Kwa hivyo hao ndio unakuta wengi wao wanakufa. Ukiangalia idadi ya wale wa Kenya wanaletwa nyumbani ambao wamefariki, asilimia nafikiri 80 ama 90 hawajafariki wakiwa ndani ya nyumba ya mahali walienda kufanya kazi. Na hivyo basi wamefariki wakiwa walitoroka wakaenda kufanya kazi mahali pengine ama kufanya mahali pengine. Kuna mama mmoja alinipigia simu akaniambia msichana wake kutoka Kangundo amefariki. Tumsaidie. Nikapiga simu nikauliza msichana alikuwa anafanya kazi gani, kazi wapi. Sasa baadaye nikakudua huyo msichana alitoka ile kazi alikuwa anafanya kazi, alitoroka miaka 6-7 iliyopita. Na si ati alikuwa anateswa, ati pengine aliteswa, lakini alitoroka, lakini hakurudi nyumbani. Akaanza kufanya nini? Ile kazi ambayo mambo mengine hapa, pengine alipata kazi nyingine hapa na pale, factory nini, akaanza kufanya vitu illegally without a document. Na hakutaka kurudi nyumbani. Kwa hivyo lazima tuangalie ni kipi shida yetu. Tuangalie na turudi kule niangalie, maybe we need to do better identification ya wale wanaenda, maybe better training, ama hiyo sekta tuipunguze. Ni jambo ambalo nafikiria. Taifa la Ufilipino ni mojawapo la mataifa ambayo yamepeana watu wao zaidi duniani na sawa katika mataifa hayo ya UAE. Na katika kazi hizo za nyumbani, madereva na wengineo, unaweza kutafuta namna ambavyo wao wanatritiwa vizuri South Africa na wengine, ili na watu wetu wapate amani katika hilo. Hii sio shida ya Kenya peke yake. Nilikaa na mwenzangu waziri wa Uganda wa Leba, kana mwenzangu waziri wa Leba wa Tanzania, wa Sudan, hizi nchi zetu. Sio Kenya peke yake. Kabla hatujaendelea, kuna sauti kutoka, kuna shida. Na tunatumai wewe waziri, manake Wakenya wana imani utatatua. Kuna sauti yako na pia sauti ya Wakenya kuhusiana na swala hili, kisha tuendelee na maswali kwa dakika zingine. Huu ni mpango ambao leo utakuwa interviewed, waangalie document zako. Wakikupatia hii karatasi ya pink ambayo inaandikwa jina lako na nini, it should tell you kazi unapata wapi na ujue unaenda wapi. Mambo kama hauna passport usikuwe na wasiwasi. Uende e-Citizen, ujaze ile form, ulipie ile pesa ya passport ya serikali, si yetu ya kutafuta kazi, ni ya serikali hiyo. Ya kila Mkenya, uko unaenda holiday, unaenda kazi, upate hiyo namba. Next week utapigiwa simu, wale wako tayari tuambie kujeni hapa Kitui ama Machakos ama Nairobi. Ukuje ufanye biometrics, uko umelipia wapi hiyo receipt unatoa kwa internet ya e-Citizen, unafanya biometric, unaweka sura mzuri, unapigwa picha, within 24 hours to 48 hours passport itakuwa imetoka. Hiyo ni amri ya rais wetu William Ruto. Nimekaa mpaka imefika sijui hadi saa ngapi. Imefika saa 9, nimepeana vitu zangu, the CV na kila kitu, but walikuwa nasema ati tutakuwa na interview. Sijaenda interview yoyote. Kila wakati wanatudanganya, hakuna desk hapa kwa gate watuambie hapa unaenda hapa na hapa. Hii si kazi, hii ni kutupima, walikuwa wanatupima.
Tengeneza tents, waseme watu hospitality wanakaa this side, nurses wanakaa this side, drivers wanakaa this side, so that hii confusion yenye iko hapa isifanyike tena. Wale nao naona nikaa ni manasi wamepigishwa hapo maseti hapo hivi, atuwaleta nini CV zao alafu ziende zikatupwa huko hivi. Hiyo ile tishango by hivi. Licha ya wewe kusema kwamba wacha nijibu. Unajua wa Kenyans are like complaining. Hao wengine wanaongea ni wale walianguka. Unajua watu walifanyishwa interviews na watu wengi wakapita. Watu wako ngambo. Nitakutumia hizo clips uweze kuonyesha watu. Watu wameenda ngambo, watu wanaanguka. Mtu anakuja analalamika, anaambiwa I was told to wait and wait and wait. If you don't want to wait, get the heck out of there and go home. Kutafuta kazi ni kazi. You shouldn't have a sense of entitlement. Unatafuta kazi, unakuwa hata hujafikiwa, unaambiwa kuja kesho, unarudi kesho kama unataka kazi. Hii sense of entitlement lazima utafika utilitiwe mara moja. Iko wapi? Mimi nimeenda kutafuta kazi mali nyingi nikiwa kijana, nakaa siku 2 siku 3. Ngoja nikwambie, unajua kuna interviews tulifanya. Jamaa alitoka Turkana akakuja na basi ya usiku, akafika Nairobi, akalala kwa nyasi, akaamka, akaenda akaoga na maji hapo ya Nairobi, hajakula, akangojea apate kazi. Kufikia jioni hajafikiwa, akasema atalala hapo. Nikasema atafutiwe mahali ya kulala. Ndio ameamua amekuja kutafuta kazi, liwe liwapo. Si mtu kusema nimekuja, nimekaa, nimeambiwa nikaa, it's only 3 o'clock. Nenda. Those are the kind of people I actually don't want to send overseas because they have an attitude. Your story is streamlining kupata hizo documents. No, it is what happens is this. There's a lot of disorganization that I find at times in this recruitment that has been going on for a long time. Watu sasa wamenijua. Me, I like order. I want people to get there on time. You move from 1 to 2 to 3. Na nimeshawaambia sasa tutajiza sequence nilikuwa naifanya nikiwa Machakos kama governor. No going backwards. Tunatoa document hapa, unaenda pale, alafu unarudi hapa, unaenda pale, alafu unarudi pale, alafu unaenda hapa, unakuwa na criss cross hapa kama kama nyuki. Hapana, mimi nataka unatoka hapa to hapo, kitambo exit umemaliza. No going backwards. So I'm trying to teach people when they do this, tunakuwa na mpangilio. Ya kwamba pakuwe na mpangilio, na nimetrain my inaitwa labor mobility officers on how to set up. Na naona bado wanafanya makosa. Juzi kulikuwa na recruitment ya madereva kule Chief Kinyenjui Paramount. Na ukuta bado wana hiyo madhogodhanyo. Hiyo madhogodhanyo takes some time. Unatoka huko unarudi kule unaenda huko. Nikamwambia pana, let things be done properly. Nimeona umeannounce the third phase kupitia mtandao ambao ni wale ambao wana madegree wenye skilled labor. Skilled labor unajua shida iliyopo ni hii. The jobs that are there depend on the request that we get. Sasa it is the nations and the companies of those nations that require the labor. Wanasema we want so many people. For example now, nataka kutangazia watu kwamba nimepata request ya watu wa bodaboda. Na watu wa bodaboda hata anaenda kufanya kazi ya bodaboda, atakuwa anafanya kazi ya kudrop packages, glove nini, kudrop chakula, kupeleka package. Wanalipa vizuri 80 to 100,000 a month. People will be making na accommodation na chakula. Unapeleka, unafanya hizo ride zako, you can even make 120 150,000. Bike unapewa mpya, unapewa na trainiwa kila kitu. So hizo kazi zimekuja na zimesema wanataka a lot of those people wao wametoka the coastal part of Kenya. Why? Because of the temperatures. Yes. Kwa sababu ukimtoa mtu ambaye ametoka pengine Nairobi ama mahali kuna baridi, ukimpeleka kule Dubai, ameanza kuzunguka within 2 months, amechoka, anaona anateswa. Umeelewa? Lakini kama umekuwa ukiendesha bodaboda Malindi, Mombasa, jua imefika 35 degrees, uende Dubai, jua iko 35 degrees, uko in the same environment. Kwa hivyo sasa mimi nitakuwa nikipanga, nataka tuwe na recruitment Malindi next week, kuanzia Monday. Nyingine itakuwa Mombasa, pengine Tuesday hivyo hivyo. Alafu wamesema pia wanataka wengine wachache kutoka upande wa bara, na wamesema wanataka Nairobi,
Machakos, Kiambu, around Nairobi, tutawaleta. Lakini wanataka majority watoke pwani kwa sababu ile kazi itakuwa ni kazi ya nje wakati wa jua likiwa mtikati. Watu ambao wanaweza kuvumilia. Kuna swala kwa hivyo inategemea. Wengine wamejua, unajua a lot of these people wamekuja Kenya wametembea. Wanajua leba ya Kenya hii ni nzuri, kutoka hapa ni nzuri, wanataka ni nzuri. Lakini mimi nataka nizunguke Kenya. Kazi zikija, nikisikia kuna mtu akuja aliambia tuko na demand hizi kazi, mimi kazi yangu ni kufacilitate as government. Hiyo kazi si zangu, huyu agent ameenda ametafuta kazi amezipata, wamesema pia wanataka gardeners. Kutoka Coast ama kutoka Nairobi. Gardeners, watu wanaita landscapers, watu wakata nyasi, kurembesha maua, wanataka about 600 of them. Kwa hivyo nitazitangaza kuanzia kesho, ndio watu wajipange. Unajipanga, unakuja interview. Hawa Waarabu wanataka kuja on Sunday, wafanye interview siku 3 siku 4, wakipata Kenya warudi nazo. Wakikosa idadi ya Kenya waende wakatafuta. Tunaangalia kama kazi ngapi hivi? Kazi ambazo zinakuja zile wamesema ile demand order nimeambiwa wako nayo ni about, we're looking at close to 1800 to 2000 jobs. Na mimi na Ropin Youth Fund, na Ropin Uwezo Fund, ndio wale ambao hawezi lipia tikiti na nini, wawe wanalipiwa, watalipa serikali baadaye wakishafika. Wakati ulisema matibabu, kuna swala la discrimination ambalo lilijitokeza wakati ukiwa mbele ya Seneti kuhusiana na watu walio na virusi vya ukimwi, na wengi wakawa wakisema they shouldn't be discriminated as viongozi walio katika, ni kitu ambacho kinatendeka. Unajua ni kama, nakumbuka nilipoenda Australia kama mwanafunzi, ukifanya pia exams wanakuambia ufanye exam ya kama uko na TB, ujulikane kama una TB ama kama unakunywa hizo dawa za TB ama pneumonia, wanaangalia lungs. Hata wakati unaenda kwa safari hizi ndege, wakati wanakupatia ile kazi ya ile kadi ya kufil, some of these countries, Asia, part of Europe, ingine wanakulizanga, have you ever had tuberculosis? Have you ever had infectious diseases? Because wanajichunga, they are quarantining their nations against what they consider dangerous or infectious diseases. Utakuta nchi zingine zinasema kama kuna virusi vya ukimwi, HIV, they want to know you have them. Either unakunywa dawa ama nini, and then you can make your case about it. So these are some of the things. Sana watu wanaanguka sana kutoka Kenya, sio kwa sababu ya virusi vya ukimwi. Wanaangushwa sana ni uvutaji wa bangi na kunywa madawa ya kulevya hawa vijana. Hii kusema lazima upige sijui nini kila Friday. Umesema hiyo ndio shida kubwa. Hiyo ndio shida kubwa kabisa. Watu wanaanguka sana. Unakuta mtu anaenda kule anasema nilirudishwa kazi fake, na yeye alienda akakutwa damu yake imejaa bangi. Nobody in this world wants a drug taker in their country. Watu wanajipanga. Unajua walikuwa wanasema kwamba wakati watu wengine unaona kama boyfriend yako alienda interview alafu ameacha kukuongelesha, ujui amepata ofa ya kwenda ng'ambo. Sasa unajua umechuja. Umesema watu wanachomeana. Umechuja kila mtu, utaki kuwaona, umetukana kila mtu, umefanya mambo yako alafu unaenda ng'ambo unarudishwa, si mzuri sana. Kuna swala la rogue agencies. Kabla sijaondoka katika swala hili. Na kabla hatujamaliza. Rogue agencies na wengine ambao wanatajwa kupendelewa na bodi ile ya uajiri ya NEA, na wengi ambao ama baadhi ambao wanajulikana. Kama wizara unafanya nini kuhakikisha kwamba hawa watu wanaondoka, manake wamelagai wa Kenya na pia wamewapotosha wa Kenya kwenda katika hayo mataifa, wanaingia katika shida. Yaani unakuta ya kwamba wewe mwenyewe hata ulikuwa na upumbavu ndio ukoniwe. Umeelewa? Ulikuwa na tamaa fulani ndio ukoniwe. Lazima uangalie website ya NEA iko na list ya wale wako registered. Umeona? Sasa ikiwa na hiyo list registered, angalia hiyo list. Kama mtu hayupo, wachana yeye. Kama kuna swali, andika barua kwa ofisi yangu ama kwa NEA ulize, is this person legit? Umesema utapata reply the same day ya kuambia no ama yes, umuhame. Umesema tunaweza kuactivate kwa nini? Tunaweza kutafuta ukweli katika nini? Katika mtandao na kupitia NEA. Na mtandao ni live, ukitolewa leo kesho upo. Swali langu la mwisho ni la siasa. Umesikia matamshi yaliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua ambayo yamezua cheche katika taifa hili. Ila pia yeye anasema anaandamwa na serikali hii kwa kuwa wanamchukia zaidi. Nafikiri hiyo ni yake ni sarakasi. Unajua ni sisi Maendeleo chap ndio tuliweza kumfutiwa na kumuondoa kwenye kiti alikuwa amekalia kwa sababu he was really unfit to hold public office.
na ukisikia vile anaropokwa, anaongea kuhusu kuchoma nchi, unaanza kuona kuna shida. Sitaki kuongea vibaya, lakini unajua mimi Waziri Ruto amenipa kazi kama waziri wa Labor na maswala ile inaitwa social protection, ya kuangalia watu ambao pengine wana magonjwa tofauti, na mental health issues are real issues. Mimi nimemwangalia huyu ndugu yetu, nikaona kuna bearing iko loose mahali. Na pengine tunapaswa tusimwattack sana, pengine tunapaswa kumtafutia daktari. Kwa sababu mtu anavyoongea hivyo katika nchi yetu ya Kenya, nchi ambayo damu ilimwagika, nchi ambayo karibu ichomeke wakati wa Mwai Kibaki, vita za Raila, mtu ambaye anaongea hivyo kweli, either huyo mtu ana roho mbaya, ni mtu mbaya sana sana sana, chuki kama shetani, ama kuna kasoro mahali. Asante sana kunipa nafasi. Najua una muda mchache zaidi, lakini nashukuru kwamba umepata nafasi kuzungumza nasi, na nitakutafuta zaidi na zaidi. Nije na nitakuja niwatangazie kazi ziko hapi, tuweze kuambia wa Kenya. Nitakwambia wa Kenya kwamba mimi nitachunga, tutachunga wa Kenya. Mimi silali usiku na mchana, nafikiria vijana wote hawana kazi. Wamelewa na mama, wana umaskini, baba, nitawapanga kivipi hapa nyumbani, ng'ambo. Hiyo ndio kazi yangu, kwa sababu umefanya, every man needs money, every woman needs money in the pocket. Bila pesa utakula nini? Asante. So nataka kuambia wa Kenya, I will take care of you, I'll protect you, I'll watch over you to ensure that you are not conned. Ukora utakuwa unatokea hapa na hapa, kwa sababu wa Kenya pia unafanya hivi, wanafungua hapa, but you know that we mean well. Asante sana waziri. Asante sana mpenzi mtazamaji kuchagua kutegea awamu hii ya Ukumbi, tukiangazia mengi kuhusiana na kazi majuu, na maswali yote ulionayo kwenye mtandao wa kijamii utahakikisha kwamba unaacha pale. Waziri atakuwa kupitia timu yake, na watakuwa wakikupa majibu. Kwa heri kwa sasa, jina langu Elizabeth Mutuko.